السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. atupo katika mwendelezo wa kuzijibu shubha zenye kufungamana na masala ya tauhid ambazo anazitoa al-quburiyuna juu ya kutetea yale walionayo katika njia mbovu ya kumshirikisha Allah azza wa jalla. Baada ya kutaja shubha ya kisa cha Usama, tukaijibu kwa maelezo ya shekhe juu ya uovu ambao wako nao katika masala ya al-ghulu, walipochupa mpaka na wakamnyingiza Ali ibn Abi Talib katika nafasi ya uungu na wakamtoa katika nafasi ya binadamu. Kisha anasema Sheikh rahimahullah, وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يخالف ذلك. يعني كل يوم يقول إلا أو إلى سنديو، نعم، إلى أن يتبين. أنا سيما ننمنا كما هي كل من أظهر التوحيد، كلا من يكذهريش التوحيد. أكسيما ميه naamini hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, akadhihirisha tauhid, wajaba al-kaffu anhu, itawajibika kujizuia naye, kutopigwa vita wala kuuliwa mtu huyo, ila an yatabayyana ma yukhalifu dhalika, mpaka patapobainika yenye kukinzana, yenye kupingana na hilo. Kisha akasema walam tanfa hadhihi al-kalima bimujarradiha al-yahud, na wala halikuwanufaisha tamko hili kwa upeo wake tu, kwa kule kutamkwa kwake tu, halikuwanufaisha nani? Mayahudi, kwa sababu Mayahudi wanasema la ilaha illa Allah. Mayahudi wanasema la ilaha illa Allah, isipokuwa tumeona wao wanawakufuru baadhi ya mitume kama nani? Isa, wanamkufuru na kumpinga Isa. Wala nafa'at hadhihi al-kalimatu al-khawarijah, wala halikuwanufaisha neno hili makhawarij ma man dhamma ilaiha min al-ibada, pamoja na yale yaliyowakusanya wao ya man dhamma ilaiha, yaliyo sheheni kwa wao min al-ibada, katika ibada, yani pamoja na yale ambayo wako nayo katika ibada. Indhamma bimaana iltahaq, yale ambayo yaliyowakuta wao katika ibada. Sisi tunafahamu sifa aliyoitaja mtume ya nani? Ya makhawarij. Anasema tahkiruna salatakum ila salati, na maneno haya anawaambia nani? Sahaba ridwanullah, mtadhidharau sala zenu mkitizama sala zao, wasiyamakum ila siyamihi, mtadhidharau funga zenu mkitizama funga zao. Kwa hiyo walikuwa ni watu wenye kukithirisha ibada, mpaka akasema Abdullah ibn Abbas alipoenda katika sehemu ya Harawani, alipokuwa akijadiliana nao, akasema sijawaona watu wenye kufanya ibada kwa wingi kuliko wao makhawarij. Kwa hiyo pamoja na wingi man dhamma ilaiha, yalojikusanya kwa wao min al-ibada, katika ibada, allati kana yahtaqiru as-sahabatu radiyallahu anhum ibadatahum ila jambiha, ambazo ibada ambazo walikuwa wakizidharau masahaba ibada zao, ila jambiha, kwenye ubavu wao, kwenye upande wao, wakizilinganisha ibada ambazo wao masahaba wanazifanya na ibada walizokuwa nazo makhawarij. Hizi ibada zao masahaba wanazidharau, wanaziona si kitu. Bal amara sallallahu alayhi wasallam biqatlihi, bali mtume aliamrisha wafanyaje? Wauliwe, wapigwe vita.
وقال كسيما لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ikiwa mimi nitawadiriki wao nitawaua kama walivyouliwa Ad. Namna ambavyo mtume alikuwa ameazimia juu ya uovu hawa watu. Ndio maana wanaviona umetofautiana hadithan wa qadiman juu ya usahihi je al-khawarij min al-muslimina au min al-kafara, yani wametoka katika Uislamu au bado ni Uislamu ambao ni katika yale makundi 73 ambayo yamechomoka. Wengi wao wanasema ni katika Uislamu, lakini itikadi zao ni mbovu. Anasema wadhālika lamma khalafu ba'd ash-shari'a, na hilo ni pale walipozikhalif baadhi ya sheria. Wakanu sharra al-qatla tahta adimi as-samaa, na wakawa ni watu wabaya mno walouliwa chini ya mbingu. Al-khawariji ni watu ambao atakayewaua tuba, mtume anasema tuba liman qatalahum au qataluhu, tuba liman qatalahum au qataluhu, hongera kwa yule ambaye atakayewaua au yule ambaye atakayeuliwa na wao. Na mmoja katika sahaba aliouliwa na Khawarij ni Khabbab ibn al-Arat. Walimuona anapita na mke wake pembezoni mwa kimto hivi, wakamuuliza maswali, wasemaje kuhusiana na Uthman, wasemaje kuhusiana na Ali hivi na hivi, kisha wakamuua na wakamkata kata vipande. Sahaba mtukufu wa mtume walikuwa ni watu wabaya mno, na moja katika ubaya walikuwa nao anasema mtume yaktuluna ahla al-islam wa yadharuna ahla al-awthan, wanaua waislamu wenzao na wanawaacha nani? Wanawaacha makafiri. Khawarij katika watu wanaochukia ni waislamu, tena hasa wenye kushughulikia mambo ya dini. Hawa ndio vibaraka hawa ndio wanafiki hawa, lakini wao katika mambo yao wanaamiliana kila mtu na mfano hayo. Anasema fathabata anna mujarrada qawli kalimati at-tauhid, anna mujarrada qawli kalimati at-tauhid ghairu mani'in, fakathibiti kwamba ule ukomo ule upeo wa kuisema kalima ya tauhidi, hili jambo si lenye kuzuia min thubuti shirki man qalaha, kuthibiti shirki ya yule atakayeisema. Haina maana kwamba atakayesema la ilaha illa Allah haitothibiti kwake nini? Shirki. Anaweza mtu akasema la ilaha illa Allah na akawa mshirikina kwa sababu nyingine, achilia mbali hii ya kusema. Anasema fathabata, pakathibiti anna mujarrada qawli kalimata at-tauhid, kwamba ukomo ule upeo wa kuisema kalima ya tauhid ghairu mani', jambo hili lenyewe tu si lenye kuzuia min thubuti shirki man qalaha, si lenye kuzuia kuthibiti ushirikina wa yule atakayeisema, lirtikabihi ma yukhalifuha, kwa kule kuyachuma kwake yenye kupingana na nini hiyo kalima. Yukhalifuha yani yukhalifu al-kalima min ibadati ghairi Allah, katika jambo la kuabudiwa asiyekuwa Allah, min ibadati ghairi Allah, katika jambo la kuabudiwa asiyekuwa Allah. Na tumeona mfano hao ni hawa makhawarij, bali walikuwa wana ibada. Na wanasema ahlul ilmi, hii ni katika faida, wanasema hakuna pote lolote lenye kujinasibisha na Uislamu mtume alolitaja kwa maneno mabaya zaidi ya makhawarij. Hakuna. Sababu imekuja katika baadhi ya hadithi, mtume anasema hum kilabu an-nar, kilabu an-nar, ni mbwa motoni. Hakuna pote baya lenye kujinasibisha na Uislamu ambalo mtume sarahatan kalitaja kwa maneno makali zaidi ya makhawarij. Ndio maana ukakuta kuna khilafu baina ahlul ilmi juu ya Uislamu wao na ukafiri wao. Lakini pamoja na yote hayo wameingia katika uovu, pamoja na kuisema kalima ya tauhid, pamoja na kuwa ni wingi wa ibada, mpaka sahaba wakawa wanazidharau ibada zao kulinganisha na ibada zao. Fa in qulta, ikiwa utasema al-quburiyuna wa ghayruhum min alladhina ya'taqiduna fi fasaqati an-nas wa juhalihim min al-ahya, hawa watu wa makaburi na wengineo katika wale ambao wenye kuitakidi katika waovu wa watu, fasaqati an-nas, watu waovu, wa juhalihim, na wajinga wao, min al-ahya, katika wale ambao wako hai, yaquluna, wao wanasema nahnu la na'budu haula, sisi hatuwaabudu hawa.
wala na'budu illa Allah wahda, na wala hatumwabudu isipokuwa Allah peke yake, wala nusalli lahum, wala sisi hatusali kwa ajili yao, wala nasumu wala nahujju, wala sisi hatufungi wala tufanyi hija. Hii ni moja katika shubha wanaitoa nani? Alquburiyun, kutaja kwamba sisi hatuitakidi kwamba hawa walio hai au waliokufa kwamba ni watu wenye kuabudiwa au ni waungu, tukawa tunasali kwa ajili yao, ibada tukawa tunazielekeza kwa wao. La, sisi hatuitakidi hivyo. Wao wanataka kusema kwamba wale wa nyuma walikuwa wanaitakidi hivyo, kwa hiyo sisi na wale ni tofauti. Ndio maana maneno yao. Qultu, anasema nimesema, hadha jahlun bimaana alibada, huku ni kujingikiwa maana ya ibada. Hawa hawajui maana ya ibada. Limadha? Fa innaha laysat munhasira fi ma dhakarta, kwa sababu ibada haikufupizika, haikufungika katika yale ambayo wewe umeyataja. Mtu akisema kwamba si hatusali, hatuhiji, hatufungi kwa ajili ya hawa, ibada haipo katika yani ukomo huo tu. Hadha jahlun bimaana alibada, huku ni kujigikiwa kwa maana ya ibada. Huku ni kujigikiwa kwa maana ya ibada, yani mtu akaifanya ibada maksura ala salati wasiyami walhaji, si ndio, na mfano wa hayo. Anasema fa innaha, kwa hakika hiyo ibada, laysat munhasiratan, haikufupizika, yani haikufungika, fi ma dhakarta, katika yale uliyotaja tu, bal ra'suha wa asasuha al-i'tiqad, bali msingi wake bali kichwa chake na msingi wake ni nini? Itikadi. Waqad hasala fi qulubihim dhalika, na hili la itikadi lishatokezea katika nyoyo zao, na lishatokezea katika nyoyo zao hilo. Bali yusammunahu mu'taqada, bali wao wenyewe wanaliita kwamba hiyo ndio itikadi. Wayasnauna lahu ma sami'tahu, na wanayafanya yale ambayo wewe umeyasikia. Mimma tafarraa, katika yale ambayo yametawanyika. Anil i'tiqadi, katika zile itikadi walizokuwa nazo. Min duaihim, katika kuwaomba wao. Wanidaihim, na kuwanadia. Watawassuli bihim, na kujikurubisha kwa wao. Walistighatha walisti'ana, na kutaka uokovu na kutaka msaada. Walhalafi wan-nadhar, na kuapa na kuweka nadhiri. Ghairi dhalika, na wengine yasiokuwa hayo. Kwa hiyo ibada sio katika haya tu, nguzo tano za Uislamu, maalimu alislam, sio katika haya tu, bali ibada pia katika kuomba msaada, katika kuwapa, katika uokovu, ibada pia katika kutawassal kwa njia ya kisheria, ibada katika dua, katika nida. Na haya hawayataji, wanataja yale kwa sababu yale ndio ya dhahir. Kwa hiyo ibada nasema haikufupizika katika hayo tu, bali msingi wake ni aqida, na itikadi yao imepinda, haipo katika njia iliyokuwa sawa. Sababu ibada kama alivyotaja Sheikhul Islam, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali al-batina wadh-dhahira. Anasema Sheikh, waqad dhakara al-ulama anna man tazayya bi zayyi al-kuffar sara kafiran, ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا. هنا قاعدة وجملة سنديو، لا نعين أحدا، لا نحن لا نعين أحدا الذي قالها أو تكلم بها أو تزيى بها. أنا سمع نومتاج مع علماء أن من تزيى بزي الكفار، يولي من يكجيفيشا بازلك كثير صار كافرا، أتقوى متهوني كثيري، atakuwa mtu huyu ni kafiri. Man tazayya biziyi al-kuffar, atakayejivisha vazi la ukafiri. Na atazayyin kwa fil hay'a wal mandhar wal malbas, akawa muonekano wake katika hali yake, mavazi yake yapo kama vile walivyo makafiri, sara kafiran. Wa man takallama bikalimatin, na atakayezungumza kwa neno lolote الكفر بكلمة الكفر له كفير صار كافرا، أتقواني كفير. فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وفعلا؟ تسبيب تقوى ويلي ambalo fikia katika daraja hii, yeye hakuzungumza tu wala hakuvaa tu nje, yeye akawa amefikia katika daraja hii kiitikadi, yani akida yake imefika katika ile akida za washirikina. Huyu kavaa amehukumiwa kwa nani? Kafiri. Huyu mwingine kazungumza
amehukumiwa kuwa ni kafiri. Fakaifa biman balagha hadhihi rutbata, vipi kwa yule ambaye atakayefikia katika daraja hii, i'tiqadan wa qawlan wa fi'la. Na aliposema man tazayya biziyi al-kuffar, katika yale mavazi ambayo kwayo wanajipwekesha nayo makafiri, basi mtu huyu akiwa analifanya hilo aliman bihukmihi, hali ya kuwa ni mwenye kujua hukumu yake, anakuwa ni kafiri. Na hadithi ya mtume inasema man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ndio maana Sheikhul Islam anasema rahimahullah, mfano maneno kama haya juu ya mtu atakayevaa mavazi ya kikafiri, akasema aqallu ahwali hadha alhadith annahu yadullu ala tahrim at-tashabbuh bihim. Uchache wa hali za hadithi hii inajulisha kwamba ni jambo la haram kujifananisha nao. Kwa hiyo mtume aliposema fahuwa minhum bimaana faqad kafara. Na pia waman takallama bikalimati al-kufri sara kafiran. Na tumeona aya iliyotangulia nyuma kuisoma, Allah aliposema wala in sa'altahum la yaqulunna inma kunna nakhudhu wa nal'ab. Yakhudhuna fi madha, fi kalima, si walisimama wanafiki. Hii aya iliteremka kwa wanafiki walipokuwa kirejea katika vita, wakawa wanasema ma ra'ayna mithla qurra'ina haula'i la arghabu butunan wala akdhabu alsina wala ajbanu 'inda al-liqa. Wakiwa kusudia mtume na masahaba wake, hatujaona watu mfano wa hawa, watu ambao ni wenye kupenda kula sana, ni watu wenye kuzungumza uongo sana, wala watu ambao ni woga wanapokutana na adui kuliko hawa nani? Masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hili tu wakahukumiwa katika ukafiri. Kateremka aya yenye kutaja kwamba hawa ni makafiri. Allah akasema la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, kwa neno moja. Sasa tunajua katika hadithi wa inna ar-rajula la yatakallam bi kalimati la yahwi biha 70 kharifan ila nari jahannam. Katika riwaya nyingine imekuja la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam, na likuwa linamuingiza neno hilo lilitamka moja katika jahannam, maana yake ni neno la ukafiri, haliwezi kuwa neno la Uislamu, haliwezi kuwa neno la Uislamu. Kwa hiyo anasema fa kaifa biman balagha hadhihi ar-rutba i'tiqadan inakuwa wapi? Fi qalbihi, wa qawlan inakuwa fi lisan, wa fi'lan katika jawarih zake. Kwa hiyo hii ni shubha na imemalizika na wala haina nguvu shubha hiyo. Fa in qulta, ikiwa utasema hadhihi an-nudhur wan-nahair ma hukmuha, mtu atauliza sasa, hizi nadhiri ambazo tunaziweka na vichinjwa ni ipi hukumu yake? Qultu, nasema al-Imam as-San'ani qad alima kullu aqilin anna al-amwala azizatun 'inda ahliha, ametambua kila mwenye akili kwamba mali ni vitu vyenye thamani, vitu vitukufu kwa watu wake. Hamna mtu ambaye mali yake anakubali iharibiwe, vunjwe, ikatekatwe. Yani mali kitu chenye thamani. Yasauna fi jam'iha walau birtikabi kulli ma'siyah, watu wanafanya bidii katika kuikusanya kwake, hata kwa kutuma kila maasi. Yuko tayari kukusanya mali hata kama ataipata kwa njia ya maasi. Wayaqta'una alfayafiya, na wanakata majangwa, yani maeneo makubwa. Alfayafiya ni sahara, sehemu kubwa. Min adna al-ardhi, kutokea karibu mwa ardhi, wal aqasi, na sehemu za mbali. Tunasafiri, kuna watu wanaacha familia zao, wanaenda kutafuta mali, wanatafuta biashara. Mwingine anahangaika miezi, miaka. Kuna watu wanasoma miaka 8, 9, familia kaiacha sababu ya mali. Anajua akimaliza pale kazi atakayoajiriwa mshahara wake ni milioni 2, milioni 3 au zaidi ya hapo. Fala yabdhulu ahadun min malihi shay'an, kwa hiyo haitoi mtu yoyote katika mali yake, hatoi kitu chochote mtu katika mali yake, illa mu'taqidan, isipokuwa akiwa na itikadi lijalbi naf'i akthara min, kwa kule kuvuta mali hiyo manufaa yaliokuwa makubwa zaidi ya kile alichokitoa. Si mtu yuko na mali, Allah amemruzuku, huyu akiitoa mali yake sehemu anaekeza, kwa hiyo anaamini anachokitoa atachuma mara mbili yake. Hiyo ndo hali ya kawaida ya mwanadamu. Fa la yabdhulu ahadun min malihi shay'an, basi hatoi yoyote katika mali yake kitu chochote, illa mu'taqidan, isipokuwa hali ya kuwa ni mwenye kuitakidi lijalbi naf'i
akthara minhu, kwa kuleta manufaa makubwa zaidi kuliko mali hiyo aliyotoa, au daf'i dharar, au kunini, au kuondosha madhara. Fanadhiru lilqabri, kwa hiyo mwenye kuweka nadhiri kaburini, ma akhraja malahu illa lidhalika, hakuitoa mali yake isipokuwa kwa hilo. Wale wenye magari wanaambiwa safisha njia, ikawa kila mwaka lazima atoe roho ya mtu, hasa watu wa magari ya mikoani, watu walikuwa na itikadi hizo. Unaambiwa kila mwaka lazima hii gari afe mtu kwa ajili ya basi hili, kwa hiyo roho inatoka pale. Kwa hiyo anaenda kwenye kaburi, anaweka nadhiri, kwa sababu anajua asipoyafanya haya mabasi yake yatakosa abiria, yataharibikiwa, hatopata anachokukusudia katika utajiri. Kwa hiyo an-nadhir lilqabri, mwenye kuweka nadhiri kaburini, ma akhraja malahu, hakuitoa mali yake illa lidhalika, isipokuwa kwa jambo hilo. Lipi? La kupata kingi zaidi au kuondosha madhara. Wa hadha i'tiqadun batil, na hii ni itikadi batil. Walau arafa an-nadhir butlana ma aradahu ma akhraja dirhaman, wallahi anasema, na lau yule mwenye kutoa nadhiri, yule mwenye kuweka nadhiri, lau kama angetambua ubatili wa kile anachokitaka, asingetoa pesa yake hata dirham moja. Lakini tizama leo watu wanataka ubunge mfano, nazungumza mifano tu, mtu akiingia kaingia mwenyewe, mtu anataka ubunge mfano, au mwingine anataka utajiri, au watu wanataka washinde katika kombe fulani, Ramadhani Cup, sijui Shaabani Cup, au zile sijui Mapinduzi Cup, watu wanataka kushinda. Watu wanaenda kwa waganga, wanaenda kwa waganga, mfano lile kombe watapata milioni 20, wako tayari kutoa milioni 5, milioni 2, milioni 3, kwa sababu anajua nikitoa hii nitapata zaidi ya hichi. Hii ndo hali. Lakini kama anajua kwamba hii ninayoitoa hakuna kitachopatikana mbele, hakuna atakayetoa katika mali yake, hakuna atakayetoa. Kwa hiyo hawa wanaweka nadhiri, wanaweka kwa malengo ya kupata kingi zaidi, na ndio maana Mtume akasema nadhiri haitoki isipokuwa kwa mtu gani? Mbakhili, kama tavyoona katika hadithi. Fa innal amwala azizatun inda ahliha, mali bwana ni tukufu kwa watu wake. Mtu mali yake anaipenda, ameitolea jasho, alafu aje mtu yaribu kwa wepesi, la, hakubali. Qala Allahu ta'ala, Allah anasema, wala yasalukum amwalakum, wala Allah hakuombeni mali zenu. Yasalukumuha, ikiwa Allah atakuombeni hizo mali zenu, fayuhfikum, akakung'ang'anieni, tabkhalu, yeye mtafanya ubakhili, wa yukhriju adghanakum, na atatoa yale mafundo yenu ya nafsi, kwamba mtu bwana mali yake ngumu kuitoa. Allah anasema kuambia wanafiki, wala yasalukum amwalakum, Allah hakuombeni mali zenu kwamba mzitoe. Yasalukumuha, ikiwa Allah atakuombeni mali zenu, fayuhfikum, na akakung'ang'anieni, yani toweni katika mali ambazo mlizopewa, kawa ameng'ang'ania. Fa tabkhalu, basi tabkhalu, nyinyi mtafanya ubakhili. Wa yukhriju adghanakum, na atatoa yale mafundo yenu, kwamba sisi tunaitukia Uislamu, au almuhimu kwamba mtu atatoa kilichomo katika moyo wake. Falwajibu ta'rifu man akhraja an-nadhara biannahu idha'atun limalihi, kwa hiyo wajibu ni kumfahamisha yule mwenye kuitoa nadhiri kwamba huko ni kupoteza mali yake, wa annahu la yanfa'uhu ma yukhrijuhu, na kwamba yeye hayamnufaishi yale ambayo anayoyatoa, wala yadfa'u anhu dararan, wala hayamuondoshei nini? Madhara. Hadi qala sallallahu alayhi wasallam, na Mtume anasema, inna an-nadhra la ya'ti bi khair, nadhiri haileti nini? Khairi. Ndio mwingine mtu anafanya jambo mara 2 mara 3, anaona linakwama, halifanikiwi, kwa hiyo anaweka nadhiri, ya Rabbi, kontena hili likitoka, ya Rabbi, nikifanikiwa mara hii mtoto, ya Rabbi, hapa nikipita. Hii ni kesi nzito kubwa. Sasa mtu kule kuweka nadhiri, anajua ile nadhiri ndio ambayo inamletea khairi. Ya Rabbi, mimi nitafanya kadha wa kadha. Nadhiri haileti khairi. Nadhiri sio ile ushirikina, hii ya ibada. Muislamu kumwekea nadhiri Mola wake, nadhiri haileti khairi. Wa inma yustakhraju min al-bakhil, inatolewa kwa mtu gani? Mbakhili katika ibada. Mimi naika nadhiri, nikifanikiwa jambo langu nitafunga siku 10, kwa maana wewe hufungi mpaka jambo lako liwe. Kwa hiyo wewe ni mbakhili.
na mbakhili siku zote ni mtu ambaye hatoi mpaka apate. Hawezi kutoa hivi hivi katika hali ya kawaida. Mtume anasema pamoja na kwamba nadhiri mtu akijiwekea ni wajibu kufanya kuitekeleza. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustati'a. Qala anasema wayajibu radduhu ilayhi, na ni wajibu kurejeshewa hicho alichokitoa, arejeshewe mwenyewe, asikitoe. Kwa hiyo watu wenye kuweka nadhiri katika maeneo kama hayo, haya ni mambo ya haram ndugu zangu, hayana nafasi. Wewe mwelekee Allah Mola wako alichokuandikia katika lauhil mahfudh, kama hii ni haki yako utaipata, na ambacho hujaandikiwa hangaika ulimwengu mzima, utateseka, utataabika, haitokuwa katika milki yako kwa sababu Allah hajaiandika. Na hii ndio sehemu ambayo watu wengi wanakosa imani. Kuna vijana humu wanataka waende Marekani, waende Uingereza, maisha yashawashinda katika miji yetu, kula dona na pembe na ugari, wanasema hatuwezi tena. Mtu anafahamishwa namna ya kufanya, achukue nazi akavunje maeneo fulani ili aweze kufanikiwa na aseme maneno. Wallahi watu wanayafanya haya. Mwingine kishahangaika na vitu vyake muda mrefu toka 2015 yeye kamaliza chuo, watu wanakuja wanaajiriwa baada yake, yeye yuko anahangaika na vitu vyake, anaona hamna namna isipokuwa aende kwa mganga afanye ushirikina. Mwingine kile analolifanya katika biashara haikui wala haibadiliki, yuko vile vile, mambo hayawi, anarudi kwa mganga, anaingia katika haramu. Wengi katika watu, na wengine sura zao za ushirikina ni hizi nadhiri hizo. Watu wanaweka nadhiri katika namna ya haram, wakawa wanaingia katika ukafiri bila wao wenyewe kujijua. Na huu ni msiba uliowakumba Waislamu wengi. Wallahi, hebu fikiria wewe katika miji hii, hali zetu masikini, maisha yenyewe magumu, maji hayatoki, yakitoka yanatoka kwa zamu. We lipi lilokufanya mpaka uone kwamba dunia ushastarehe nayo upate tabu katika maisha ya akhera? Hata kama ungestarehe katika dunia, kipi kinachokufanya uiuze akhera yako kwa sababu ya dunia alfania yenye kumalizika? Huu ni msiba ndugu zangu. Wallahi, watu wasihadaike na watu kuendesha magari, wengine wako maofisini, wengine wana vyeo, wengine wako kwenye michezo, wengine ni watu mashuhuri. Wengi wao ni washirikina katika mambo yao. Wallahi, wengi wao ni washirikina na shetani anawachezea katika hiyo. Kwa hiyo katika dhambi ya kuhofiwa ni hii, na katika msingi wa ahli sunna kupiga vita ni jambo hili. Na maimamu wengine wako misikitini lakini washirikina, wanga kabisa, anaswalisha msikitini lakini mganga. Sio msikiti wetu, sio watu wa sunna, misikiti mingine ya bid'a. Imamu mtu wa sunna msimuone hivyo,